Rajia always kuwaza kama kitu kama kinaweza katokea. Ni kipi hasa ambacho utakikumbuka kwake? Vitu vingi, mimi we come a long way back, kuanzia akiwa MC Manu mpaka anaingia kwenye career ya walimu. Leo natoka kwenye walimu ambapo alinikuta mimi nasoma O level pale DST. So tulipata moment ya kushare kama mwalimu na mwanafunzi, unaelewa. Kutoka hapo mpaka kwenye entertainment na vitu kama hivyo. We go way back, long time. Zaidi ya miaka 15 20 nyuma. Kuna vitu vingi sana. Alikuwa ni mwalimu wako darasani, alikufundisha? Alikuwa anafundisha civics. Yeah. Ulikuwa kukosa kipindi chake, umeelewa. Kwa hiyo akati ameanza mapema kufundisha, mimi ndo alinikuta namaliza DST. Kwa hiyo alinifundisha wakati niko form 4. Unaelewa, yeah. Kwa hiyo then tumesha moment kibao kuanzia huko mpaka huko kwenye career na muziki na labda mara mwisho mlifanikiwa kuzungumza, na kama mlizungumza nini? Mara mwisho tumeonana kwenye Mwenge wa Uhuru Dodoma. Mara mwisho tumeonana naye. Yeah. Tulikutana tukacheka, tulisalimiana, akaperform na mimi nikaperform, tukaondoka. The last time we met. Yeah. Kwa wakazi wa Dodoma na watu wa tasnia ya muziki lakini pia tasnia ya ucheshi, unaona ni wamempoteza mtu wa aina gani? Ukiangalia kwa mfano tu jinsi kila mtu anavyoandika au clip zake zinazosambaa. Sasa hivi umekuja kugundua kila neno aliyokuwa anaongea, aidha anafundisha kitu, aidha anamsifia mtu, aidha anatoa ujumbe fulani, umeelewa? Anaheshimu kila kitu, umeelewa? Kuna clip ambayo inasambaa jana, unaona alikuwa anahojiwa, adhana inalia, akanyamazisha, anasikiliza kwanza adhana, japokuwa alikuwa ni Mkristo. Kwa hiyo kila kitu alichokuwa anafanya naona ni positive. Sasa hivi baada ya kuondoka watu ndio wana realize kwamba alikuwa ni mtu poa kiasi gani, kiasi kwamba kila mtu unamkuta anajua anapenda hip hop, anapenda kwaya, anapenda uchekeshaji, anapenda uigizaji. Kila mtu ana clip naye, kila mtu anampiga naye picha, umeelewa? Kwa hiyo Tupac anakwambia the good die young, umeelewa? Na hiyo vitu vinaendelea kujitokeza kila siku, sababu ukiangalia ndio hivyo, ni mmoja wa watu wachache ambao ni maiko na Dodoma ambao ndo ameondoka kama hivyo. Sasa inatoa funzo gani? Unaona clip zake yakiwa na mambo positive, inakuwa inatoa funzo gani hasa kwa wasanii lakini pia hata wanajamii kwa ujumla? Kikweli yani Nuru na nyimbo moja anakuambia tumeagiza upendo, umeelewa? Sababu kikweli hamna cha maana kingine chochote, umeelewa? Kitu kama hicho kitokea, mali, nyumba, familia, umeelewa, vyote vina maana. Unagundua kabisa kwamba ni ile love ambayo mtu anaiacha, ile legacy mtu anayoacha ndio inaomata. Kwa mwisho wa siku kila mtu atarudi kwa Mwenyezi Mungu, umeelewa? Kwa hiyo nothing matters, ni kuishi tu, kusupportiana, kushow love tu, sababu hamna cha maana kingine. Umeelewa? Shukrani sana.